Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, leo natamani tuzungumze kwa habari ya hatua 4 za maono yenye kuweza kuleta matokeo. Kuna maono yenye kuweza kuleta matokeo. Leo natamani tuzungumze hatua 4 muhimu za mtu mwenye maono, anatoka anapoanza, kwa sababu maono na kusudi viko embedded together, huwezi kuvitenganisha. Mtu mwenye kusudi ni mtu mwenye maono. Unakuwa na kusudi kama wito, alafu unapelekwa kwenye maono kama picha ya kutimiza wito wako au lile kusudi. Kwa uwezi ukatenganisha maono na kusudi. Hicho kitu cha kwanza muhimu sana. Lakini maono ni nini? Ni picha ya Mungu anaoishusha kama wazo, anaoishusha kama picha kwenye maisha ya mtu, ambayo inaeleza au inatafsiri kesho ya mtu. Kwa mtu mwenye maono ni mtu mwenye picha ya kesho yake. A man of vision, the man who have imagine or have image of tomorrow. A man who have a picture of tomorrow is a man who have a vision. Mtu mwenye picha ya kesho yake ndiye mtu anayeitwa mwenye maono. Huwezi ukatenganisha picha ya mtu na maono. Ndiyo sababu Suleiman anasema hivi, pasipo maono mtu hawezi kujizuia. Ni maono yanampa mtu kujizuia kufanya baadhi ya vitu. Ni vitu bora kwa wengine, ni vitu vizuri kwa wengine, lakini kiwango cha maono yake, kiwango cha picha iliyomo ndani mwake vinamfanya ashindwe kufanya hayo mambo. Yusufu, mtu mwenye maono, ambaye aliona maono katika mfumo wa ndoto, akapata picha ya maisha yake kesho. Alikuwa na access ya kutenda dhambi kwa Miss Potifa, lakini uhalisia, sababu ya kesho yake, anasema nifanyeje ubaya huu nimkose Mungu. Mtu mwenye maono ana uwezo wa kujizuia. Picha iliyomo ndani ndio inayomzuia kuyafanya baadhi ya mambo. A man of vision is a man who have a bodied line. Mtu mwenye maono kwenye maisha yake ana mstari, huwa anacholaga. Ukiona mtu ana maono, tafsiri ya mtu kukosa maono ni mtu kukosa mstari kwenye maisha yake. Kila kitu anakula, kila kitu anafanya, kila sehemu anaenda, ni mtu asiye na maono. Mtu mwenye maono inawezekana asiwe ameokoka, lakini akazuiliwa tu kwa kesho yake kuwa mlevi. Mtu mwenye maono makubwa hawezi kuzini na kila mtu, kesho yake inamzuia kuzini na kila mtu. Kwa nini? Kwa sababu mtu mwenye maono lazima ajizuie, na kwa sababu hiyo basi maono ni jinsi ajionavyo mtu nafsini mwake. Ile picha anayoiona mtu moyoni ndiyo picha ndo maono yake. Kwa nini? Kama ni hivyo basi tutakubaliana pia, huwezi ukatenganisha mtu mwenye imani na mtu mwenye maono. Kama maono ni picha, basi kuwa na uhakika, never separate a man of vision and a man of faith. Huwezi ukawatenganisha, na kwa sababu hiyo Mungu mwenyewe ni Mungu wa maono. Huwezi ukamtenganisha Mungu na maono, kwa sababu Mungu ana maono. Alianza kumwona mtu ili amtimize mtu. Aliifanya bustani na eneo la kukaa mtu. Kwa haiwezekani kuwa na maono alafu sasa kuna hatua 4 za maono ambazo zinamfanya mtu aishi kwa maono. Hatua ya kwanza ni kuona kwenyewe, inaitwa view. Abraham, assignment ya kwanza, ukisoma Mwanzo 13:12, Abraham anaambiwa atoke yeye. Mwanzo 13 mstari wa 14 inasema, ikawa baada ya Abraham alipotengana na Lutu, Bwana akamwambia, tazama. Nini tazama?
uone. Kwa lugha nyingine, tazama uone. Assignment ya kwanza Mungu aliyompa Abraham baada ya kumwacha Lutu na baada ya kumwita ilikuwa ni kuinua macho na kutazama pande zote nne. Alipotazama pande zote nne, akaona nchi. Akamwambia, kiwango chako cha kutazama ndo kiwango chako cha kukupa. Kwa lugha rahisi, ukubwa wa maono yako ndo ukubwa wa kesho yako. Udogo wa maono yako ndo udogo wa kesho yako. Kwenye hatua ya kwanza ya kuona, tunaanza kuona vitu ambavyo haviwezekani. Unaanza kuiona biashara ambayo hujawahi kuifanya, lakini unaona kabisa ndani yako wewe ni muuza magari. Unaanza kuiona yadi ya magari kipindi ambacho una hata gari, hata la kumiliki, umiliki pikipiki, umiliki baiskeli. Unaanza kujiona mtu anayemiliki yadi ya magari. Maono ya yadi ya magari yanakufanya umetazama, umeona. Salama, karibu. Safi kabisa. Abrahamu aliambiwa tazama mashariki, akatazama. Akaambiwa tazama magharibi, akatazama. Tazama kaskazini, akatazama. Akatazama kusini, akatazama kaskazini. Mashariki na magharibi. Kiwango chake cha kutazama ndio kiwango chake cha kupata. Kwa lugha rahisi, mtu ana kusudi au sababu ya kuishi. Ili sababu iwe na maana, lazima awe na maono au uwezo wa kuona kwake. Kuona au kuview, ninapozungumza hapa ni kuona picha ndani kwanza kabla haijatokea nje. Nimekwambia unaanza kuona una kanisa kubwa, ili hali una hata kanisa, alafu kile kiwango cha kuona kwako kimungu anaanza kukupa. Ulichokiona ndani ndicho kinapaswa kuwa nje. Abrahamu na Lutu wote waliona, lakini hawakuona sawa. Abrahamu na Lutu wote waliona, but hawakuona sawa. Abrahamu aliona huku akiongozwa na Mungu, aliona vyema. Lutu aliona, lakini aliona peke yake. Kumbe ameona vijito vya maji, ameona ardhi yenye rutuba, kumbe kuna Sodoma na Gomora. Abrahamu aliona, lakini aliona na Mungu, akatazama. Kiwango chake cha kutazama na Mungu ndicho kiwango cha kupata. Abrahamu aliona, lakini aliona ndani ya kusudi. Kuona kunakuwa na maana kama umeona ndani ya kusudi. Yaani kama umeitwa kuwa mkulima, ukaona ndani ya kusudi lako la kulima, ukawa na maono hapo, maono yako yatakuwa na maana. Umeitwa kuwa mchezaji mpira, una maono ya Modeuji, my sister, amna kitu. Kwa nini? Kwa sababu unachokifanya kwa ndani ya kusudi ni rahisi kukipigia hatua kuliko kufanya nje ya kusudi. Maono yanatakiwa bebwe, yawe embedded na kusudi lako. Lakini hatua ya pili ya maono ni kupanga au planning. Baada ya kuview, hatua ya pili inayokuja ni kuplan. Baada ya kuona, lazima uwe na uwezo wa kupanga. Kupanga ni hatua muhimu sana. Baada ya kuona, unapanga utaanzaje ulichokiona, unapanga utaendaje katika kile ulichokiona. Ile picha iliyoko ndani unaanza kuivunja na kuiweka kuwa halisi kwa kuanza kupanga. Kupanga ndiko kunakupa roadmap ya kufikia maono. The man who have a plan ni mtu ambaye anakuwa na njia halisi ya kufika kule kwenye kusudi lilokusudiwa. Kushindwa kupanga ni kushindwa kufika kwenye kusudi. Maono yaliyo ndani ya kusudi lako au wito wako lazima yawe planned. Maono yasiyopangwa ni maono mfu.
Yaani unaweza ukaona, lakini kama umekosea kupanga au hujapanga, kuwa na uhakika maono hayo hayawezi kukupa matokeo. Mfano, mtu akitaka kujenga mnara, Biblia inasema, au ana maono ya kujenga mnara, lazima akae apange budget, kisha ndio aanze kujenga mnara. Ajue atatumia zege kiasi gani, ajue atatumia nondo kiasi gani, ajue, yani kila kitu ajue kwanza, alafu aanze kwenda. Unataka kujenga nyumba, maono yako ni kujenga nyumba, lazima uwe na picha nyumba ya aina gani. Unataka kuoa mke, lazima uwe na picha mke wa aina gani, kwa sababu hata Mungu alikuwa na picha ya ndoa. Ndio maana kwenye uumbaji alimfanya Adamu akamfanya Eva. Usipoamua kupanga, maana yake umeamua kukwamisha maono yako. Hatua ya pili, ili maono yapige matua, baada ya kuona lazima upange. Usipoamua kupanga, maana yake umeamua kuyakwamisha maono yako kwa mkono wako. Ondoka ukatembee. Ukisoma Mwanzo 13:17 anaambia ondoka ukatembee. Akatembee nini? Kwa lugha rahisi ni nini? Ni ondoka. Kwa lugha rahisi anaambiwa nianze kuitembea kile alichokiona, aanze kupanga mipango wa kiasi cha kuona kwake, kwamba azunguke, ajue ameona nini, alichokiona akipange. Unakipanga ulichokiona, usichokiona uwezi ukakipanga. Kwa kupanga pia ni kushirikisha akili yako na Mungu ili kujua utaanzaje katika maono alionayo. Anza kupanga, unalazimisha Mungu kuingilia kati jambo lako uliloliona na kubadili maisha yako. Yaani unapoanza kupanga tu, Mungu akitazama umeview, anasema ngoja nimsikilizie. Unapofika hatua ya kupanga tu, Mungu anasema yule mtu yuko serious na jambo lake, ngoja tumshukie tukamfanyie. Njia rahisi ya Mungu kufanyia mambo yako ni wewe tu kupanga. Mungu alianza kumpa mipango Musa baada ya Musa kusubutu. Musa alisema ngoja nigeuke nione kijiti kisichoteketea. Mungu akagundua udogo yuko serious, akamwambia Musa, mahala hapa ni patakatifu, vua viatu. Wakaanza mazungumzo. Baada ya kugundua huyu mtu yuko serious, ameona sio tu kuona. Maana Musa mpaka anasema nione kijiti kinachoteketea, maana alishaona kwanza. Plan yake ya pili akasema ngoja nigeuke tena nione, nianze kutembea, kwa lugha rahisi, nianze kukiona hichi kijiti vizuri kwa mipango. Mungu akagundua huyu Musa yuko serious, akaanza kumpa maono yake, kumpa kusudi, kumpa kazi ya kufanya. Nataka nikuonyeshe kidogo. Ukisoma Mwanzo 11:12 mpaka 6 unagundua watu wa mlima, watu wa Babeli walikuwa, watu wa Babeli walipoona, walioview katika nchi walioenda Shinari. Baada ya kuona, wakaamua kujenga mnara, wakakubaliana kujenga mnara. Hawakuishia hapo, wakaanza kupanga. Kwa nini? Walikuwa wameanza kujua matofali gani watatumia, badala ya chokaa watatumia lami. Hao ni watu ambao wameshapanga. Mungu alipogundua tu wameona hawatoshi, wamepanga. Mungu akasema tushuke hao watu tuwachafulie lugha. Walipoanza tu kupanga namna ya kufanya, Mungu akusubiri watimize, alishuka ili aangalie walichokiwaza au walichokiona, aangalie picha walionayo. Alipoona kwamba wameona na wamepanga, akasema watu hawa hawatazuilika. Kwa kumbe, ukitaka maono yako yasizuilike, ni yapange. Ukitaka mawazo yako yawe
arisi apange. Unavyopanga tu, maanake unamruhusu Mungu aintervene kwenye maono yako. Njia rahisi ya kumruhusu Mungu kuingilia kati kwenye hayo maono yako ni kuanza kuyapanga baada ya kuona. Hatua ya tatu ni kuyaandika maono au kuyaweka katika kumbukumbu kwa kuyatazama kila siku kama deni. Unapoandika maono kwa lugha rahisi, unayaweka kwenye kumbukumbu ya kuyafanya kugeuka kuwa deni kwenye maisha yako. Unapoyaweka maono kwenye kumbukumbu ya kugeuka kuwa deni, maana yake unamlazimisha Mungu kuingilia kati hayo maono, kwa sababu limegeuka kuwa deni kwake. Maono baada ya kuyapanga lazima uiandike, ili wewe ukiandika, maana yake umeongeza imani juu ya hayo maono. Unavyoandika maana yake unamuonyesha Mungu, nina uhakika. Ukiandika maono yake, maana yake unafuatilia mpaka yawe halisi. Habakuki anasema uyaandike maono, ndozi hii uliyoiona iwe halisi, uisome kama maji. Ni kwa nini unaisoma kama maji? Kila wakati unaipitia, maana ni ya kitambo tu. Unaona, kuyaandika maono maana yake unayavunja maono kutoka katika kuwa wazo kubwa na kuanza kuwa katika wazo dogo dogo ambalo unaweza ukaanza kuyafanya. Ukiandika maono ni ishara ya imani, ili uweze kuyasoma kama maji. Hatua ya 4 ni kujiunganisha na madhabahu au kujenga madhabahu kama ishara ya imani. Baada ya kupata maono, kuyapanga maono, 3 umeandika maono, 4 tengeneza madhabahu katika maono uliyoyaona. Katika maono, kwa sababu kumbuka, maono uliyoyaona yako embedded na kusudi. Kama yako embedded na kusudi, lazima uyaandike. Ukishayaandika na unaanza highlight ya kwanza umeona, unakuja ya pili umeplani, ya 3 umeandika, ya 4 unaunganisha. Kwa nini unaunganisha? Kwa sababu unavyounganisha au unavyoijengea madhabahu yale maono, madhabahu kwenye maono ni kiti cha Mungu katika maono yako. Yaani njia rahisi ya Mungu ukaa kwenye maono yako, kwamba uoni kama wewe tena, ufanyi kama wewe tena, ni Mungu kujiungamanisha naye. Madhabahu ni kiti cha Mungu ndani ya maono yako. Madhabahu ndio kiti cha Mungu kwenye ndani ya maono yako. Kwa kama maono yako yako vizuri, manake Mungu ana intervene kukaa kabisa. Mungu anakaa kwa vipi? Lazima ujenge madhabahu. Hatua ukitazama mstari wa mwisho kabisa wa 13, Abrahamu alijenga madhabahu baada ya kutazama. Alipoiona nchi akaitembelea, akaona hapana haitoshi, akajenga madhabahu. Kwa alivyokaa na kuplan, alivyoview, akaplan, akayaandika maono kwenye vibao vya moyo wake. 4 akajenga madhabahu kama ishara ya umiliki. Kwa lugha rahisi, kujenga madhabahu ni ishara ya umiliki, ya kumfanya Mungu akae, aweke kiti ndani ya maono yako. Kwa nini? Kwa sababu madhabahu ni linki inayomuunganisha Mungu kutoka rohoni kuja kwenye maono yako na mimi. Kwa kiunganishi cha maono au kiti au daraja la maono ni madhabahu. Mungu anaposhuka anapaswa kufika na kukaa kwenye kiti. Kiti hicho lazima kiunganishwe. Kwa unafanya hivyo, lengo ni kumkaribisha Mungu. Hizi ni hatua 4 muhimu sana. Mtu mwenye maono akiwa na hatua hizi 4 muhimu, hatua ya mwisho ya 5 anaenda kuyaanza kuyatimiza maono yake. The power of starting. Baada ya kuona Abrahamu alilima hiyo nchi, ulichokiona unalima. Baada ya kuona, sura ya 14 inaonyesha Abrahamu alianza kufanya kazi ili kuyatimiza maono. Ikamgharimu sura moja tu, akaanza kuwa na matokeo. Najaribu kuonyesha hatua hizi
Ni muhimu sana. Hatua ya kwanza, unaanza baada ya kuplani, unaanza kwa udogo udogo, unaanza kwa uwezo huo huo ulionao, kwa uwezo huo huo unaanza. Kiwango unachoanza ndio unamruhusu Mungu. Abrahamu alianza kidogo kidogo, ghafla akawa tajiri mwenye matokeo, ghafla akawa mtu mwenye matokeo, ghafla dunia ikaanza kujua kwamba yupo mtu anaitwa Abraham. Natamani utembee kwenye haya mambo. Bwana akubariki na Mungu atubariki. Ninakuombea neema ya Mungu ikufunike na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Tutakutana wakati mwingine tena tutakapojadili kwa habari ya mambo mengine tena. Mungu akubariki. Karibu sana kujifunza nasi katika page yetu ya Facebook inayofahamika kama Sylvester Mwakabende. Karibu kujifunza nasi katika page ya TikTok inayofahamika kama Build New Eden. Karibu kujifunza nasi katika page ya YouTube hii hapa ambayo inafahamika kama Build New Eden, Build New Eden Ministry. Karibu sana na Mungu akubariki. Shalom, shalom.